Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya kijeshi kusini mwa Iran karibu na eneo la pwani ya Bandar Abbas, katika hatua ambayo imeongeza taharuki ya usalama ndani ya Ghuba ya Uajemi, huku juhudi za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran zikiendelea kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Marekani iliyotolewa usiku wa kuamkia hii leo Jumanne, Mei 26 mwaka 2026 kupitia kamandi kuu ya Marekani Mashariki ya Kati, operesheni hiyo ilifanyika kama hatua ya kujilinda dhidi ya kile kilichoelezwa kuwa vitisho vya moja kwa moja kwa wanajeshi na maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Milipuko mikubwa iliripotiwa kusikika karibu na mji wa bandari wa Bandar Abbas, eneo muhimu sana kwa shughuli za kijeshi za Iran na usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Bandar Abbas ni moja ya vituo vikubwa vya kijeshi vya Iran, hususan kwa vikosi vya wanamaji vya IRGC ambavyo kwa muda mpya ya kijeshi dhidi ya Iran, bali ilikuwa operesheni maalum ya kuzuia tishio lililoonekana kuwa la haraka. Afisa mmoja wa CENTCOM alinukuliwa akisema kuwa Marekani inaendelea kulinda vikosi vyake huku ikijizuia kuongeza mvutano licha ya hali ya kusitisha mapigano ambayo bado inaendelea kwa kiwango fulani katika eneo hilo. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Washington bado inajaribu kusawazisha matumizi ya nguvu za kijeshi na juhudi za kidiplomasia ili kuepuka vita vikubwa zaidi vya kikanda. Kwa upande wa Iran, vyombo kadhaa vya habari vya ndani pamoja na vyanzo visivyothibitishwa vilidai kuwa vitengo vya wanamaji vya IRGC vililengwa moja kwa moja kufuatia kile kilichoelezwa kuwa matukio ya baharini katika Ghuba ya Uajemi. Hata hivyo, mamlaka za juu za Iran hazijatoa taarifa rasmi kuhusu ukubwa wa uharibifu uliotokea wala kuthibitisha rasmi maelezo ya mashambulizi hayo. Ripoti ambazo bado hazijathibitishwa kutoka ndani ya Iran zimeeleza kuwa wanachama 4 wa IRGC huenda waliuawa katika mashambulizi hayo karibu na Bandar Abbas. Endapo taarifa hizo zitathibitishwa, inaweza kuwa moja matukio yanayoweza kuongeza hasira ndani ya Iran na kuibua shinikizo kwa serikali kujibu kwa namna fulani dhidi ya Marekani, jambo ambalo linaweza kuhatarisha juhudi za mazungumzo yanayoendelea. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa mashambulizi haya ya Marekani yanaweza kuwa mtihani mkubwa kwa mazungumzo ya Doha. Ikiwa Iran itaona hatua hiyo kama uchokozi mkubwa wa kijeshi, huenda ikachukua msimamo mkali zaidi katika mazungumzo au hata kujibu kwa njia ya kijeshi kupitia vikundi washirika ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini ikiwa pande zote mbili zitachagua kuendelea na njia ya diplomasia, tukio hilo linaweza kubaki kwa sehemu ya mivutano ya kawaida ya kijeshi ambayo haitasababisha kuvunjika kwa mazungumzo. Kwa sasa dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, huku hofu kubwa ikiwa ni uwezekano wa mvutano wote mpya katika Ghuba ya Uajemi kuathiri usafirishaji wa mafuta duniani, usalama wa baharini pamoja na uthabiti wa kisiasa katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.